Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? I hope kupoa na una enjoy life. Leo nakuletea exclusive interview ambayo inahusu masuala ya ndoa. Ni kipindi kipi ambacho kitakuwa kinahusu zile changamoto ambazo watu wanazipitia kwenye ndoa zao, lakini pia nini ambacho kilipelekea watu kuondoka kwenye ndoa zao. Kwa hiyo ni exclusive interview ya kibabe ambayo itahusu masuala ya ndoa kabisa. Sasa mbele ya kamera niko na dada ambaye nataka nizungumze naye mawili matatu yanayohusu ndoa yake yeye. Atusimulie kwenye ndoa yake ni nini kilitokea, ni nini kilikuwepo na nini kilimfanya aweze kuondoka. Kwa hiyo stay tuned ili uweze kuenjoy exclusive interview hii hapa. Dada, kwema? Kwema kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Mzima? Mimi mzima, niko poa kabisa. Sawa, jina lako na? Jina langu naitwa Mary. Mary? Yeah. Sawa, mama nani? Na mama Amina. Mama Amina. Sawa, una watoto wangapi? Na watoto wawili. Sawa, ni wakubwa? Ni wakubwa. Sawa. Umewahi kuingia kwenye ndoa au umewahi kuwepo kwenye ndoa? Yeah, nilikuwa kwenye ndoa, nilishawahi kuingia. Sawa. Kwa muda gani? Nilikaa kwenye ndoa kama miaka 7 hivi iliyopita. Sawa. Sasa hizi bado upo kwenye ndoa au haupo? Kwa sasa hivi sipo kwenye ndoa kwa sababu kuna changamoto ambayo ilonipata mpaka sipo kwenye ndoa. Lakini wanasema ndoa ni tamu. Wewe uliwezaje kutoka kwenye ndoa tamu? Kwa nini unatoka kwenye ndoa wakati ndoa ni tamu? Ndoa kweli ni tamu, ina raha yake. Na pia ndoa ni chungu, kwamba kuna mabaya yake katika ndoa. Kwa sababu mimi nilipokuwepo katika ndoa yangu kuna changamoto ambazo nilikutanaga nazo. Ndio maana kwa upande wangu naweza nikasema ndoa mbaya, na kwa upande mwingine naweza pia nikasema nzuri. Yeah. Lakini si wanasemaga mnavumilia mambo ya kwenye ndoa kwa ajili ya watoto ili maisha endelee, watoto wasione namna mnavotengana? Yeah, unaweza kuvumilia ndio, ila kuna mambo mengine hayavumiliki ndugu yangu. Ulishindwa kuvumilia au ni mzee alishindwa kuvumilia? Mimi nilishindwa kuvumilia, ndio maana nikaamua nitoke. Lakini mzee yeye? Hata yeye pia kwa upande wake, kwa sababu mimi kilichonikuta, hata yeye pia alishindwa kuvumilia, ndio maana tukaamua wote tutoke. Yeah. Hivi sababu ya wewe na mumeo kuachana ilikuwa ni ipi labda? Sababu ya mimi na mume wangu kuachana, yani ilipelekea kwamba mume wangu mimi na yeye katika ndoa yetu, mwenzangu tuseme alikuwa malaya sana. Yeah. Yani alizidi umalaya kuliko mimi, kwa sababu ilifikia speed. Yani mume wangu tulishindwa kuelewana katika ndoa yetu kwa sababu alikuwa anapenda sana kutembea na wanawake wengi sana. Alikuwa aniheshimu. Kwa hiyo ndo sababu? Ndio sababu, yani sababu ni umalaya. Alikuwa aniheshimu mimi kama mke wake. Alikuwa anatoka na marafiki zangu. Pia ukiangalia alikuwa anatoka hata na watoto, yani wasichana wa mtaani. Alikuwa ananitia mimi aibu. Sawa. Ndio ukashindwa kuvumilia? Nikashindwa kuvumilia kwa sababu ile ni aibu. Mwanaume anakurudia kimfano asubuhi amerewa pombe, anakurudia mwanaume labda unaweza ukachukua nguo zake unafua unakutana na condom. Yaani kwamba alikuwa anafikia speed anakudhalilisha sana. Alafu mimi ni mwanamke, roho ikawa inaniuma sana. Ikafikia yani speed sana, yani mpaka roho yani ikawa inaniuma sana. Inafikia speed mpaka mwanaume wangu akawa anatembea na mdada wangu wa kazi. Sawa, naona mambo yamekuwa mengi. Nataka kitu kimoja nikielewe. Umesema sababu ya wewe na mmeo kuachana ni kwamba kuna vitu ulishindwa kuvumilia, lakini pia na umesema na yeye kuna vitu alishindwa kuvumilia. Kwa ufupi sababu ni yeye alikuwa malaya, kwa hiyo ulishindwa kuvumilia hiyo wewe. Nataka kujua na yeye alishindwa kuvumilia kwako kitu gani? Yeye alishindwa kuvumilia kwangu mimi kwa sababu mimi nilivyomuona malaya umezidi sana. Na mimi ukiangalia ni mwanamke na sikupenda ile tabia yake alikuwa ananifanyia. Kwa hiyo na mimi nikadiliki sasa kutembea na rafiki yake. Kwa hiyo na yeye imuume kama ilivyokuwa inaniuma mimi. Akashindwa naye kuvumilia. Kwa sababu ya kuachana? Ndio sababu ya kuachana. Yeah. Lakini huko nyuma mlikuwa mnapendana vizuri?
Nyuma tulikuwa tunapendana sana. Nilikuwa nampenda mume wangu na yeye alikuwa ananipenda sana. Na tuliishi vizuri sana. Yaani tulipendana sana katika familia yangu. Ila akaja ghafla kubadilika. Sawa, hebu turudi nyuma. Mlikutana vipi wewe na huyo mumeo hadi mkaingia kwenye kufunga ndoa? Ilikuwaje mlivyokutana? Historia kiufupi. Historia yangu mimi na mume wangu ya kukutana mpaka tukaja kufunga ndoa hapo mwanzo, ambapo yeye tulikutana kazini. Alitokea kunipenda na mimi nikampenda na tuliishi vizuri na mpaka tukafunga ndoa. Hakunionyesha ubaya wote wala mimi sikumuonyesha ubaya wote. Kazini wapi? Kazini tulikuwa tunaishi kampuni moja, mimi na yeye tulikuwa tunafanya kazi. Mlipendana kwenye mazingira ya kazi? Tulipendana mimi na yeye katika mazingira ya kazi. Kipindi hicho ulikuwa mdogo? Kipindi hicho bado nilikuwa msichana mdogo yani. Na yeye pia alikuwa bado mdogo. Na tuliishi vizuri, mambo yalikuwa safi sana. Sawa. Alitoa posa na mkafunga ndoa? Alinitolea posa na tulifunga ndoa na maisha yetu yalikuwa mazuri sana. Na wazazi walimpitisha? Na wazazi walikubali na ndio maana tukafunga ndoa. Sawa. Sasa hivi tokea ile siku ambayo mlifunga ndoa hadi mabadiliko ilichukua muda gani? Baada ya kufunga ndoa mpaka mabadiliko, tuseme pale alichukua kama miaka 2 hivi ndio nikamwona mwenzangu anaanza kubadilika. Ila mwanzo sikuona mabadiliko yoyote. Ila baadaye ndio nikaanza kuona mabadiliko sasa, anaanza kunifanyia vituko. Siku ya kwanza kuona mabadiliko ilikuwa je? Tusimulie, na ni kitu gani ulikiona na ulimuuliza vipi na alikujibu vipi? Hiyo siku ya kwanza ambapo ulianza kuona mabadiliko kwa mmeo. Mabadiliko nilianza kuyaona kwa sababu yule ni mume wangu. Anapokuwa anarudi kazini, lazima nguo zake mimi nichukue niwe nazifua. Nafua nguo, singine naweza nikakutana na mipira ambayo imeshatumika. Aidha naweza nikakutana na kinga ambazo bado hazijatumika. Afu nyingine tena kwenye simu, yani nakuta message nyingi sana za wanawake, anachati sana na wanawake hawa. Na mimi yule mume wangu lazima nimfuatilie. Nikaona mbona huyu anabadilika, inafikia speed mpaka anarudi asubuhi amelewa pombe, yani ananijia mimi mke wake asubuhi. Alikuwa amelewa sana pombe. Mabadiliko haya ndo nikaanza kuyaona kwa mume wangu. Leo iliniuma sana. Na natamani kujua kipindi ambacho ulikuwa unakuta mipira kwenye nguo za mmeo wakati unafua, maswali ulikuwa unamuuliza mumeo na majibu yake yalikuwa ni yapi? Nilikuwa namuuliza maswali lakini alikuwa hawezi kunikubalia. Namuuliza maswali, mbona nakutana na vitu vya tofauti katika nguo zako? Labda mimi watakuwa tu wameniwekea. Wewe mtu akakuwekea. Akati vitu vinaonyesha kabisa na vitu ushahidi mimi naviona. Nikatalia ugomvi hapa na pale. Sinajua tena mwanaume ukishamkamata hawezi kukubali. Sawa. Na hizo message ambazo unasema ulikuwa unaziona kwenye simu zake, zilikuwa zinasema nini na yeye alikuwa anajibu vipi hizo message? Message zile zilikuwa za mapenzi, kwamba anachati na wanawake. Zilikuwa za mapenzi, anachati na wanawake na nikimuuliza mwenzangu anakuwa mkali, hataki kunijibu. Anasema anakataa kwamba hapana, hizo message labda rafiki yangu kwamba nilimwazima simu, labda alikuwa anachati na watu wake. Kweli mtu rafiki yako mwazime simu achati na mpenzi wake, message uziache kwenye simu, si ungezi delete mpaka mimi mkeo nakuja kuziona? Kwa alikuwa anakataa hapa na pale. Alikuwa mbishi. Alikuwa mbishi, yani akubali kabisa masuala hayo. Na uliwahi kumsamehe mara ngapi? Na pengine ni kipi ambacho licha ya kwamba ulikuwa hulizishwi na majibu yake lakini ukawa unasamehe? Kitu gani kiwe kinakusukuma wewe kumsamehe? Nilikuwa namsamehe kwa sababu kama hivyo sasa unakuta message kama hivyo anajitetea kwamba labda mimi sikushika simu nilimwazima rafiki yangu, anakuja anakubembeleza, anakuomba msamaha, unakubali. Si unajua tena mwanaume wako akishakuomba msamaha. Ila sasa ikawa inafikia speed, yani mpaka mtaani sasa nikawa nasikia kwamba anatembea mpaka na wasichana wa mtaani pale mtaani kwangu. Nikawa naona ni ananitia sasa aibu, maana sasa nasamee afu mambo nasikia tena nazidi. Yani mpaka mtu anakuja kabisa anakuambia, yani naona kusema kweli ikawa inaniumiza. Ulithibitisha vipi kwamba mmeo anatembea na wadada wa mtaani kwako?
Nilithibitisha kwa sababu kuna si unajua vitoto hivi vya mitaani. Yaani anakuthibitishia kabisa. Aidha mtu anaweza kaja nyumbani, anamuulizia baba fulani yupo. Unaweza kumwambia labda hayupo, wa nini, na shida naye gani? Nishakwambia nina shida. Anaondoka. Ndio kile nilikuwa nasema kumbe kweli nilichokuwa nakiona au nilichokuwa nasikia ni kweli mume wangu atakuwa anatembea na dada mtaani. Yeah. Uliniambia pia kwamba mumeo alishawahi kuingiza mwanamke ndani kipindi ambacho ulikuwa umesafiri. Hebu tusimulie kifupi hiyo ilikuweje, na ni nani ambaye alikupa taarifa kwamba mumeo kaingiza mwanamke kwenye chumba chako? Hiyo ya kuingiza kwenye chumba changu jirani yangu. Nilikuwa na jirani yangu pale mtaani, alinipigiaga simu kwa sababu yeye alikuwa ni rafiki yangu. Kwa hiyo siku ambapo mimi nilisafiri, akanambia kwamba nimemwona shemeji, kuna mwanamke kaingia naye ndani. Nikamwambia kweli? Akanambia kweli. Sema yani uwaga sipendagi sana yani kusikiliza maneno. Ila yule rafiki yangu mimi uwaga namuamini sana. Alinithibitishia kwamba mume wangu aliingiza mtu ndani. Huyo binti aliingia ndani unamfahamu? Huyo binti aliingia ndani namfahamu kwa sababu alikuwaga msichana wangu wa kazi. Alikuwa msichana wako wa kazi, lakini mlivyoacha kufanya naye kazi akatembea na mume? Akatembea na mume wangu, ila nilimwajiligi alikuwa msichana wangu wa kazi. Kwa hiyo aliachaga kazi, kumbe alikuwa na mahusiano na mume wangu. Si pole sana. Na mpaka sasa mna watoto? Mpaka sasa tuna watoto 2. Sawa. Swali langu kubwa ambalo nataka nikuulize wewe ni kwamba ulisema pia, kwa sababu kikubwa kilichonileta kwako ni kusikia kwamba ulitembea na rafiki wa mume wako. Nataka kujua ipi ilikuwa sababu ya wewe kutembea na rafiki wa mume wako? Nilichoka na visa alivyokuwa ananifanyia. Na mimi nikasema sasa kama ubaya basi na mimi nifanye ubaya ili na yeye roho imuume, kwa sababu yule rafiki yake ni rafiki yake mkubwa sana, ni shemeji yangu namjua vizuri, na kwamba hata pale nyumbani alikuwa anakuja, ni rafiki yake mkubwa sana. Hata labda mambo kutuseme vitu anaweza anamwagiza labda vije nyumbani waga nampokea. Kwa hiyo mimi ile roho ya yeye kutembea na dada wa kazi ikaniuma vile vitu anavyonifanyia. Na ukiangalia ana rafiki yake, na mimi nikasema ni bora nitembee na rafiki yake ili na yeye muume kama ilivyoniuma mimi. Kuhisi kama unajizalilisha? Siwezi kujizalilisha, yani nilifanya kusudi ili na yeye ajue kwamba mimi natembea na rafiki yake ili na yeye muume kama ilivyoniuma mimi. Lakini wanawake mnaambiwa mnatakiwa moyo wa pole. Sawa, unaweza kuwa mpole wewe ukavumilia, lakini sasa yeye mwenzako awe mpole ndio anakufanyia kama hivyo. Ilikuweje mpaka ukajikuta unatembea na rafiki wa mume wako? Yaani baada si unajua tena shemeji, afu na mimi roho inaniuma nikiangalia yale anavyonifanyia. Afu na mimi namba yake nayo shemeji yangu. Lazima nikaanza ile uchokozi wa message nini, na ukiangalia naye pale nyumbani alikuwa anakuja, yani tuseme alikuwa anajua kinachoendelea kati ya mimi na mume wangu. Na ukiangalia mwanaume hakatai kitu chochote kwa mwanamke. Kwa hiyo mimi nikajiingiza kwa shemeji yangu. Nikajiingiza, mwisho wa siku tukakutana, tukafanya kweli mimi na shemeji yangu. Na nikamwambia kabisa mume wangu kwamba nimetembea na rafiki yake. Sio kwamba mmeo ndo aligundua? Hajagundua, mimi ndo nilimwambia kwamba nimetembea na rafiki yake. Yaani wewe ndo kamwambia mmeo kwamba nimetembea na rafiki yako? Nimemwambia kabisa nimetembea na rafiki yako ili na yeye muume kama yeye alivyokuwa ananifanyia mimi. Aone na yeye je inauma au haiumi. Message za kichokozi ambazo zilimvuta huyo rafiki wa mume wako zilikuwa ni zipi ambazo ulikuwa unamtumia? Nilikuwa namtumia message za kimapenzi kwamba kuna siku labda yeye hajarudi, mimi nipo nyumbani najisikia. Kwa hiyo nilikuwa namuomba shemeji yangu hata tukutane basi sehemu, kwamba anitoe hata mawazo ya kichwani, lakini siku ya siku unajua unaweza mkakutana sehemu, mkapiga bia 2-3, mwisho wa siku mimi najisikia kwa shemeji yangu, sasa nitashindwa kumficha. Lazima nimuombe, na ukiangalia mume wangu nyumbani mimi hayupo, basi tunatoka. Haukuona aibu? Hapana, mimi sijaona aibu. Yaani nimefanya vile sio kwamba nimependa. Yaani nimefanya vile ili mume wangu na yeye haumie kama alivyoniumiza mimi mke wake. Na ndio maana nimetumia hiyo njia. Sawa. Hakukataa dakika za mwanzo shemeji yako?
Alikataa dakika za mwanzo. Tunajua maana mtu sio wepesi sana mtu kukubali. Lazima kwanza utumie mbinu kama zile nilizokuwa nasema za uchokozi nini, kumuelezea vile shemeji yangu, kuangalia vile nilivyokuwa napitia. Mwisho wa siku na yeye akakubali, hawezi kukataa. Umewahi kujutia kwa kitu ambacho ulikifanya? Kujutia kwa kitu nilichofanya, nilijutia kwa sababu mimi ni mke wa ndoa na nilimpenda mume wangu. Sema tu ndio hivyo alichonifanyia, na mimi mwanadamu lazima na mimi nimlipizie ili wote tuumie. Lakini najutia. Wakujutia kweli mimi najutia, ila ndio ishatokea, haina jinsi. Sawa. Na sasa nini kikaendelea baada ya kumtaarifu mmeo kwamba nimetembea na rafiki yako? Ilimuuma na yeye kama ilivyoniuma mimi, na yeye ilimuuma. Basi mimi na yeye tena hapo ndo kupelekea mpaka mahusiano yetu ndio yakaenda hivi. Mkaachana? Tumeachana sasa hivi, mimi ni single mother. Nimeachana. Sawa, lakini ulivyokuwa umeamua kutembea na rafiki wa mume wako, ulikuwa unajua kwamba mwisho wa siku itakuwa ni kuachana, au ulijua atasamehe na maisha yataendelea? Mimi nilijua kwamba atasamehe kwa sababu yeye vituko alivyokuaga ananifanyia nilikuwaga namsamehe vya nyuma. Sasa kumbe yeye ilimuuma zaidi yangu mimi. Kushindwa kuvumilia, akaamua basi tuachane tu. Na baada ya wewe kumwambia kwamba nimetembea na rafiki yako, yeye kauli yake ilikuwa ni ipi? Aliumia sana kwa sababu ni rafiki yake mkubwa sana. Hakutegemea kwamba mimi ningetembea na rafiki yake. Yaani hakutegemea kabisa. Alisema ilimuuma na aliniambia kwamba sitokuja kukusahau katika maisha yangu, tembea na rafiki yangu. Ndo kauli ambayo naikumbuka aliniachia. Ulijaribu kumwambia nisamee maisha endelee? Nilimwambia naomba nisamee maisha endelee, lakini yeye kwake alikataa kwa sababu lilimuuma zaidi. Sasa huoni kama wewe ndio uliyevuruga ndoa? Mimi sijavuruga ndoa, yeye ndo aliyovuruga ndoa. Mimi sijavuruga ndoa kwa sababu nilimpenda mume wangu na nilikuwa nampenda kweli, na tuliishi kama nilivyokueleza ndani ya miaka 7 tulikuwa mimi na yeye. Lakini vituko vyake nilivumilia, mwisho wa siku nikashindwa. Mpaka kupelekea ndoa imevunjika. Baada ya kuona mmeo ni malaya ni ukaamua utembee na rafiki wake? Na yeye ndio nitembee na rafiki yake ili na yeye aone inavyouma, kwa sababu mimi ni mwanamke na mimi nina moyo. Sawa, unaitamani ndoa? Mama, hapana, mimi kwa sasa hivi sitamani ndoa kwa sababu kwa sasa hivi najiona niko huru kwa sababu ni single mother, najiachia, afu sina ile yani ya kujisema kufuatiwa au ile kugazibiwa na mwanaume kama hivyo, sijui hivi uko wapi, sijui umefanya nini. Kwa sasa hivi ni single mother, niko huru, yani napenda ya maisha yangu niendelee tu hivi hivi. Sawa. Hamjawahi kutafutana toka mwachana? Kutafutana labda kwenye masuala ya watoto. Lakini sio mapenzi, hapana. Anahudumia watoto? Watoto anahudumia vizuri tu watoto wake. Na mliishia wapi sasa na yule rafiki wa mume wako ambaye ulitembea naye? Mimi yule nilitembea naye yani kwa kumuumiza mume wangu ili ajue kwamba mapenzi yanauma. Sikuwa tena naye mahusiano naye tena kufikia pale mimi na yeye tena yani mkataba ukaisha. Mimi nitaka nitembee naye tu kwa ajili ya mume wangu ajue basi. Na kwa hiyo hamukuwasiliana tena? Hatukuwasiliana naye tena, mimi na yeye tena hapana, tukonana tena. Ni vile vile tu kutembea naye pale basi. Sawa. Na urafiki wa mumeo na yule rafiki yake ambaye ulitembea naye, yani shemeji yako, ukoje kwa sasa? Wale ni wanaume. Wale ni wanaume. Sijajua sasa maana mimi nilivyoachana na mume wangu na yule nilivyoshatengana naye yule shemeji yangu, sikuendelea tena kuwa na mahusiano, yani sijajua kwamba wanaendelea kuwa na urafiki au vipi, ila navyohisi ni wanaume wanaweza wakawa wanaendelea maana ni marafiki wale. Ulichokifanya unahisi kinajenga au kinabomoa? Mimi nilichokifanya kwa upande wangu nahisi ni sawa, kwa sababu maumivu usimpe mtu maumivu, yani maumivu mgawani. Kama yeye aliona kimemuuma, basi na mimi mwanadamu pia kiliniuma. Kwa hiyo naona sawa ili wote tugawane maumivu. Naona sawa. Maisha yanaendeleaje sasa ya usingomaza? Maisha ya usingomaza sasa hivi yanaendelea shwari tu. Maana naweza kujipambania mwenyewe na kuwa huru popote napigiwa simu naenda.
Sina tena mume kusema labda na ananibana bana, yani niko huru, singomaza, najiachia. Yeah. Kwa hiyo unafurahia uhuru wako? Nafurahia uhuru wangu kusema ukweli. Mapenzi haya mimi siyawezi, ndio kama hivyo yanaumiza vichwa. Ndoa hizi hapana. Yeah. Kwa hiyo nikupe pole au nikupe hongera? Utakiwa nipe hongera kwa sababu najimudu, najiweza. Pole ya nini sasa? Hii hapa ni hongera. Yeah. Lakini unasema mwanamke bila ndoa inatakiwa imstiri. Ndoa inatakiwa imstiri mwanamke? Inakustiri ndo kama hivyo, ina balaa lake ndani ya ndoa wao. Wanajua wenyewe. Yakikushindwa utatoka. Yeah. Haya bwana, basi poa, pole na hongera. Sawa, kawaida.